nguvu ya maombi na maombezi katika mambo yote. Tunapohitimisha maombi yetu, hitimishe sio kwamba somo litakuwa limeisha, lakini natamani wiki ijayo kuzungumza mambo mengine kidogo, yale ambayo Mungu ameyaweka kwangu. Nguvu ya maombi na maombezi katika mambo yote. Wiki iliyopita tulienda hatua nyingine ya pili, lakini leo nataka niende hatua ya tatu, lakini nikikumbusha tulikoanzia katika Timotheo wa kwanza 2:1. Biblia inasema nikusubiri wewe ambaye hujafungua na wewe ambaye ni mara ya kwanza. Kwa yule ambaye ni mwenyeji nisingemsubiri kwa sababu anajua tunasoma wapi. Wewe ambaye ni mara ya kwanza kulisikiliza somo hili, ni Timotheo wa kwanza 2:1. Ndio maandiko yangu ya somo, na Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Ndio maandiko ya somo hili, nguvu ya maombezi, nguvu ya maombi na maombezi katika mambo yote. Nguvu ya maombi na maombezi katika mambo yote. Biblia inasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Somo linaitwa nguvu ya kufaa kwa mambo yote. Maombi yanafaa na yanajibu, yanaleta matokeo kwenye mambo yote. Biblia inasema maombi huweza mambo yote, hakuna lisilowezekana kwenye maombi. Nikasema maombi ni ya lazima kwa watu wote. Maombi ni ya lazima kwa watu wote. Nikasema maombi yanapaswa yawe ya kwanza kwa mambo yote na kwa kila kitu. Kwa mujibu wa andiko hilo, nikasema Yesu kabla ya kuanza huduma aliomba. Kwa umuhimu wa andiko hili, Yesu kabla ya kuanza chochote aliomba. Amefika duniani, akaishi kama mtoto, akawa kijana. Anapoanza huduma yake, amebatizwa, akaenda kwenye maombi, akijua kwamba katika maombi kuna uwezesho wa mambo yote. Sisome hayo maandiko, nilisema Mathayo 4:1 hadi 12, Luka 4:1 hadi 15. Kwa nini Yesu aliomba? Nilisema hivi, Yesu alipokuja katika mwili wa kibinadamu, mwili ulikuwa na mipaka, mwili ulikuwa na upeo, mwili ulikuwa na mambo usiyoyaweza. Lakini alipoingia kwenye maombi, ili katika mwili awe na uweza wa kiungu ndani ya mwili. Haleluya, haleluya. Huwezi ukamendea mchawi, ukaendea ugonjwa, kama haujachanganya hali ya kiungu kwa njia ya maombi na utu wako wa kawaida. Hauwezi ukamwendea shetani, hauwezi ukaendea vita vya shetani au ulimwengu wa roho kama haujachanganya utu wako wa kawaida na uungu kwa njia ya maombi. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Wafilipi sura ya 4. Tenda mbele haraka kidogo kwa sababu leo nakupeleka hatua ya 3. Ninagusa huku na kwenda kugusa hatua ya 2, naenda hatua ya 3. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6, Biblia inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Nikasema hivi, ubinadamu kushughulika na kitu chochote bila maombi
maombi ni kujisumbua. Kupambana na hali ya maisha bila maombi ni kujisumbua. Lakini kufanya chochote pamoja na maombi ni kutekeleza. Anayefanya kazi bila maombi na maombezi, wapendwa, Mungu awasaidie. Tuna Wakristo ambao wanaelewa hili kwamba siendi safari mpaka niombe Mungu, nitaenda kwa mchungaji aniweke mikononi mwa Mungu, sitakwenda bila kuombewa, sitakwenda bila kuomba. Kwa sababu kufanya bila maombi ni kujisumbua, lakini kuomba ndio kufanya ni kutekeleza. Tatu, tukasema kwamba hakuna jambo tunaloliweza bila maombi. Kwa mujibu wa Yohana 15 mstari wa 5, Biblia inasema, ninyi bila mimi hamwezi neno lolote. Yesu tunampitia wapi ili tusiende bila yeye? Yesu tunaenda naye kwa namna gani kufanya tunayafanyayo yote ili tusifanye bila yeye, ili tusiwe wasioweza neno lolote? Kwa njia ya maombi tunafanya na Yesu. Kwa njia ya maombi tunafanya na Yesu. Lakini nikasema hakuna lisilowezekana kwa maombi. Wafilipi 4:13 nasema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa njia ya maombi tunatiwa nguvu kuweza tusiyoyaweza. Haleluya, haleluya. Mtu wa maombi ana maneno makuu. Mtu wa maombi ana maneno makuu, na maneno yake yanazidi upeo wa binadamu, na maneno yake yanazidi hali ya maumbile. Anaweza kaongea, unamshangaa Daudi anamshauri rais amiri jeshi mkuu, anamwambia huyu mtu humuwezi wewe kupigana naye. Amiri jeshi mkuu anayewajua makomando. Unajua rais anajua makomando wake na uwezo wao. Siku moja Nyerere pale uwanja wa taifa huu na uita wa nini huu, acha huo Mkapa ule na uita wa nini, Uhuru, kulikuwa na maonyesho ya makomando. Nyerere kaangalia wale makomando maonyesho wanayoonyesha, akamuuliza sio alikuwa Msuguri, akamwambia hivi, ili ni kiasi tutalifanyaje? Bwana siku sana. Bwana siku sana. Anamuuliza, haya mabwana haya ya kiasi tunayafanyaje? Bwana sifiwe. Sio, unanielewa? Kwamba hili tu bwana lisio la binadamu linaruka toka juu ya nyumba ile barabara mbili urefu hapo, na linadondoka, linanyanyuka, linaondoka. Hili ni mtu kweli? Sasa amiri jeshi mkuu amepima uwezo wa komando wake, hawawezi kupigana na Goliathi. Lakini muombaji maneno yake anasema, leo nitaiondoa aibu ya Israeli. Leo hii huyu Mfilisti asiyetahiriwa nitakata kichwa chake. Muombaji ana maneno makuu, na maneno yale huwezi ukayaligiza, yanatoka automatically kutoka moyoni mwake na kwenye fahamu, kwa sababu yamezalishwa na maombi. Pale alipokuwa naomba, uweza wa kiungu kachanganyikana na ubinadamu wake. Haleluya, haleluya. Daudi anaongea tofauti na wote. Waefeso 3:20 tukasema hivi, maombi hufanya zaidi ya tunavyotarajia na zaidi ya tunavyoomba na zaidi ya tunavyohitaji. Maombi hufanya mambo zaidi ya tunavyoomba, zaidi ya tunavyotarajia, zaidi ya mahitaji yetu.
Waefeso 3:20, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kumbe maombi yanaleta utendaji mkubwa unaotenda ndani ya ubinadamu wetu. Haleluya. Mimi ni binadamu, anaweza akaniangalia mtu akaniangalia vyovyote tu na akanitathmini akaniweka kwenye mzani wowote tu, lakini nikichanganywa na nguvu na utendaji wa Mungu kwa njia ya maombi, naweza nikamfanya si kitu. Haleluya. Haleluya. Na ninaweza nikatazama na mtu akaniangalia vyovyote, elimu yangu darasa la 3, akaangalia uchumi wangu sina kitu, akaniangalia kabila lenyewe mshamba, akaniangalia urefu wenyewe futi 5, akahukumu hukumu. Lakini ninaweza nikamuinua mahala sipoweza kuinuliwa na mtu. Ninapokuwa nimechanganyikana na maombi. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mwombaji ana utendaji mwingine wa ziada usiotokana na ubinadamu wake. Kwa mujibu wa mstari huu, nisingeweza kuyapitia yale mambo muhimu yote tuliyoyapitia juzi siku ya kwanza. Nataka niende mbali. Nirudi kwenye Isaya 28:31. Isaya 40:28 hadi 31. Naomba hapo tusome. Isaya 40:28 hadi 31. Biblia inasema, je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Andiko hili anamwambia Isaya kwamba Mungu haishiwi nguvu, Mungu hazimii, hana upeo wa kutenda, hana mipaka. Yeye anamtumainisha kama ukiomba utapokea hali ya kukosa mipaka. Anasema huwapa nguvu wazimeao, huwaongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Mtu wa kawaida kabisa dhaifu akiwa mwombaji, nilisema hivi, shetani hamwogopi mtu wa ajabu, ila anamwogopa mtu mwombaji. Haleluya. Shetani hamwogopi mtu wa ajabu, ila anamwogopa mtu dhaifu akijiingiza kwenye maombi. Mtu asiye na uwezo wa imani akijiingiza kwenye maombi, imani yake hutokea kama moto. Haleluya. 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 Mtu ambaye anaweza akateswa na magonjwa, anaweza akateswa na utumwa wowote, lakini anapoingia kwenye maombi, na ndiyo maana nikupe siri moja. Bwana Yesu asifiwe. Mashetani wengi walioajiriwa na shetani, yaani mapepo, majini, malaika wa shetani, kazi zao kubwa mbili. Moja, wenye nguvu sana wanawekwa kuzuia watu wasielewe wala kusikia neno. Ndio maana utapambana kusoma neno, inakuwa kazi ngumu kuliko kulima. Kufanya kazi yoyote, unafanya Kariakoo, unafanya sijui wapi, kazi yoyote ngumu unashinda nayo jikoni, hauoni ugumu wake. Lakini kwenye maombi unaona ni mzigo mzito, kwa sababu shetani anajua mtu dhaifu atakapoingizwa kwenye maombi sio wa kumsogelea. Halo.
Ndio maana mapepo mengi yameelekezwa, mashetani mengi yameelekezwa kuzuia mtu asiombe, kuzuia mtu asisome neno. Hata tunapohubiri, mara nyingi asilimia kubwa kwenye sikio la mtu huwa kuna shetani ananong'ona naye, anampa kuwaza mambo mengine tu asisikie neno. Mapepo wengi wanamnong'oneza vitu kwa sababu akisikia neno litaumba hali ya mahusiano. Akipokea hali ya mahusiano na Mungu, atakuwa na uwezo wa kuongea na Mungu kwa njia ya maombi. Naweza kukaa na ubini hapa, mashetani anamwambia ile nyumba yako nzuri na ile tiles ukibandika sasa utakapokuja kupaka na ile rangi au mapazia ukachukue pale. Yaani wanamwambia hivi ili neno asilisikie, neno litamletea mahusiano. Mahusiano yakiingia ataweza kuanza kuwasiliana na Mungu. Wakati ninahubiri namwambia wewe masikini wewe. Shetani anamwambia, yaani wewe ndugu zako hawakutaka na hawataki hata kukusaidia. Sasa wewe kwa kichwani hapokei neno. Ukiingia kwenye maombi wapendwa, ngoja niwaambie, niwape tu siri moja. Tunaweza tukasifu hapa sifa hata masaa matatu. Watu watatoka majasho, wataselebuka. Tuambie maombi dakika 15 nyingi. Kuna usimamizi mkali wa shetani kuzuia watu. Lakini wakimuona mtu mmoja amesubutu kuingia kwenye maombi, anatembea kwenye maombi, shetani wanaanza kulia. Hata shetani mkuu Lucifer anaposema wewe kama hataki yule, pepo analia, asema nipe watu 50 nitawataka, sio yule, kwa sababu ni muumbaji. Akiomba hali za kibinadamu zinatoka ndani yake. Niliwaonyesha maandiko leo siyasoma. Nikamwambia Yesu alipotaka kuwaonyesha wanafunzi wake kwamba yeye sio binadamu, ilibidi wapandishe katika mlima wa maombi wa Mizeituni. Biblia inasema Yesu maisha yake yote kila siku alipanda mlima Mzeituni kuomba. Alipofika kule, alipoingia kwenye maombi, akabadilika sura, akawaonyesha kwamba yeye sio ndugu yao wanayemchukulia ni kaka yao, ni binamu yao, mtoto wa shangazi. Yeye ni Mungu mwenye utukufu asiyestahili kujifananisha na ukoo wote wa Mariamu wana wa Yusufu. Alidhihirika hivyo alipoingia kwenye maombi, katika mlima wa maombi. Mlima wa maombi unamfanya mtu utukufu wake wa kiungu na neema ya kiungu iliyo juu yake ionekane, mamlaka yake ya kuamuru chochote. Wakapiga magoti wakaanza kusema, oh Bwana Yesu, tuamuru sisi watoto wako. Wanajiita watoto. Wakati juzi walikuwa wanamwambia, wewe kijana, uwe na heshima, unahubiri mpaka usiku, watu hawana chakula, hawafikiri watakula wapi, na hapa ni jangwani, hakuna chakula. Halafu muone akihekima, sisi wazee tumekutangulia. Lakini alipoonekana wanamwambia huyo ugali eroboka maneno, anasema tuamuru sisi, turuhusu sisi tujenge nyumba ya Elia na ya Musa na ya kwako, na tusitoke hapa. Hakumbuki kwamba pale hamna chakula tena. Yesu ameingia kwenye maombi. Halo? Ukiingia kwenye maombi, nilikwambia hivi, ukimfuata bosi wako umetoka kwenye maombi, unashangaa na kuandikia kuongezewa mshahara. Kinachomfanya aongeze mshahara ni nini? Maombi. Sio aliyokutaka na kutukana na kumfokea. Bwana Yesu asifiwe. Ni hamu hapa. Mtanisamehe leo na rukaruka kwa sababu nilitaka kuwapeleka. Nilisema hivi, maombi na ujuzi vinatofautiana. Kinachofanywa na ujuzi na kinachofanywa na uzoefu na kinachofanywa na elimu haviwezi hivi vyote kufanya kile ambacho maombi yanafanya. Elimu
haiwezi kufanya yale ambayo maombi yanaweza kufanya. Ujuzi hauwezi kufanya yale ambayo maombi yanafanya. Uzoefu hauwezi kufanya yale ambayo maombi yanafanya. Lakini maombi yanaweza kufanya yale ambayo elimu inaweza kufanya, yanaweza kufanya yale ambayo ujuzi unafanya, yanaweza kufanya yale ambayo uzoefu unaweza kufanya, na yanaweza kufanya mambo zaidi ya upeo. Kwenye somo la pili ninaruka samahani, mtanisamehe sana. Nilisema kuna madaraja na vina tofauti za waombaji. Kuna madaraja tofauti ya waombaji. Naomba Roho Mtakatifu anifanye mmoja ya watu wanaoomba kwenye daraja lile bora kabisa. Lakini daraja hili lina changamoto zake. Kila mwombaji huwa na nguvu za kiutendaji kutokana na daraja alilopo la maombi au la mwombaji. Kila mwombaji. Siku moja Yesu akawategeshea wanafunzi. Yesu anajua pale kuna mtu ana kifaa. Akafika akamwambia, anzeni kushuhudia hapa na kuja. Akaondoka. Wakati wanashuhudia watu walishasikia, wanapona wakaenda, wanaombea wenye pepo, wenye kifafa wanapona. Mama mmoja akabeba mtoto wake aliyeteseka na makovu, ameungua moto na maji na kudondokea mabwani na mashimoni kwa sababu ya kifafa, akawapelekea. Anafika pale, anawaambia, ninyi ndio wale walokole? Wanasema naam, ni sisi. Yule mwenye kifafa aliyepona mlikuwa ninyi? Ni sisi. Na mimi wa kwangu. Nguvu ya utendaji ya mwombaji kutegemea daraja lilopo la mwombaji. Na nilisema hivi, daraja la mwombaji halipatikani kwa neema ya Mungu. Sio kipawa cha Mungu, sio karama za Mungu, sio kitu ambacho unaruzukiwa, una bahati, umependelewa, umepewa. Daraja la mwombaji linatokana na kujidhabihu na kusacrifice na kujitoa kwa ajili ya kuwa mwombaji, kuingia gharama mwenyewe. Wakaomba mpaka asubuhi ya mna. Yesu alipofika, yule mama akaenda analia. Nasikia wewe ndio kiongozi wa wale wanafunzi wako. Akasema, ndio mimi mama. Mbona sasa nilisikia ninyi mnafungua hata wenye vifafa? Ni kweli mama, ndivyo tulivyo. Mbona sasa nimempeleka kwa wanafunzi wako, nao hawajaweza kumsaidia lolote, na ameteseka miaka mingi, na mimi nimepeleka kwa waganga na hospitali imeshindikana. Yesu akasema, mlete hapa. Mwombaji anaweza kumwita mtu aliyeshindikana kupokea msaada. Mwombaji anaweza kuita shida ambayo haijawahi kupata ufumbuzi. Akasema,
Haleluya. Nenda kwa muumbaji. Nenda na tabu yako kwa muumbaji. Nenda na huzuni yako kwa muumbaji. Yesu ni muumbaji. Anaweza kukwambia njoo kwangu na shida yako, kwa sababu yeye ni muumbaji. Alimwambia mama bila hofu, au mlete kwangu. Ingawa ana mwili kama Petro, ingawa ana vazi kama la Petro, ingawa amekonda zaidi ya Petro, ingawa hanai kama Petro, maana muda wa kula kwake ni mchache. Ngozi yake Biblia inasema imeharibika kwa kutokula, imeharibika kwa kulala maporini. Hana sura wala uzuri hata umtamani, lakini kwa kuwa ni muumbaji anasema mlete kwangu. Yeye kwa kuwa ni muumbaji ana jambo la kupenda kwa yale yaliyoshindikana. Yesu ni muumbaji, ndio maana anasema mlete kwangu. Hospitali zina majengo mazuri. Madaktari wana mavazi mazuri, wanaketi vizuri, lakini maombi yako juu ya mtu ambaye hana sura hata utamani. Hatamaniki, hana sifa za kusifiwa na wana wa ulimwengu, lakini anasema mlete kwangu. Namwambia mlete kwangu. Lakini Yesu akawaambia, nitakana ninyi hata lini? Wakasema basi Yesu tusamehe, tufundishe na sisi uwezo wa kutenda hii miujiza. Anawaambia daraja la maombi mlilopo haliwezi kutenda haya. Halo. Daraja la maombi mlilopo unaomba kwenye kiwango kidogo sana. Haya madaraja. Haleluya. Roho Mtakatifu anakutamani uhamie mahali kwenye kiwango kingine cha maombi, ili uweze kusema na hali yoyote ambayo unahitaji, Mungu atende zaidi ya unavyohitaji. Hawa sio maombi haya, yale maombi ya kujihurumia, maombi ya dakika 30. Ngoja nimalizie. Yakobo 5:17 tusema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya uso wa nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Mstari wa 18 anasema akaomba tena, mbingu zikatoa mvua nayo nchi. Maombi yanamhitaji binadamu wa kawaida atakayejitoa dhabihu kuomba, atakayejitoa niwe muombaji. Lugha ya kibiblia inaposema muombaji imemuhamisha kwa mtu kama Bartimayo anayetaka watu waone, bali imempa daraja la huduma, daraja la ofisi, daraja la kuathirika. Mtu ambaye haachi kuomba, mtu ambaye kuomba ni kazi yake, mtu ambaye kuomba ni maisha yake, mtu ambaye kuomba ni pumzi yake. Kama mtu asijoweza kuacha kupumua, ndivyo na yeye asivyoacha maombi. Nilisema hivi, kwenye haya maombi ni nayo niaguse kidogo tu kwenye haya madaraja. Nikasema hivi, daraja la kwanza, nani anakumbuka daraja la kwanza tulisema ni
wenye shauku. Tukasema mnatamani lakini hamuombi. Watu wanatamani Mungu angenitendea, Mungu angenitendea. Na wakienda kuomba wanaomba tu Mungu nisaidie, Mungu nisaidie, lakini sio waomba. Wanatamani, sio watu wanaojitoa kwenye mzigo wa maombi. Kundi la pili, daraja la pili, wanaofanya mazoezi ya kuomba. Okay, kumbe mnakumbuka. Mungu awabariki sana. Tulisoma wapi? Tukasema hata wanafunzi wa Yesu walikuwa kwenye daraja la wanaofanya mazoezi. Lakini kundi la tatu, napita haraka wale mliweka kwenye YouTube wiki iliyopita. Ukitaka iweke hapo, napita haraka wale ambao maombi ni maisha yao. La nne, mwathirika wa maombi. Nilimtaja Elia alivyokuwa mwathirika na maombi, nikazungumza mambo mengi kidogo hapa. Mtanisamehe leo sitasoma sana. Tulisema kama hawa wanaofanya mazoezi walienda na Yesu kuomba, wakashindwa kuomba hata saa moja. Wanaofanya mazoezi. Lakini tukamwona mwathirika wa maombi anaomba kiasi cha hata mwili wake unapasuka baadhi ya mishipa na kutoa damu. Tukamwangalia Daudi aliharibika macho. Akasema macho yake yaliharibika mpaka akapata matatizo ya macho kwa kulia. Haya macho si saa zote yanatakiwa kuwa yanalia machozi. Yanapaswa yawe makavu, yanapaswa na machozi. Sasa haya analianga tu na machozi mpaka karibika macho. Godoro lake limeoza anapolala kwa machozi. Tukamwangalia Elia mpaka amekuwa mlemavu wa miguu kwa kupiga magoti kwenye majabali. Kwa sababu ndani ya maombi ndimo ushindi wake ulimo. Kwenye daraja la pili tukasema wanafanya mazoezi ya maombi. Tukaona Matendo ya Mitume 24:16, andika tusisome. Kwenye daraja la tatu tukaona ni maisha na utaratibu wao. Katika Luka 18:1 wanasema ombeni bila kukoma. Luka 18:1 anasema akawaambia imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Na Thessalonike wa kwanza 5:17 akasema ombeni bila kukoma. Daraja la 4, kuwa mwathirika wa maombi. Kupokea hali ya kutoweza kabisa kwa njia yoyote kutokuomba. Hapo ndio daraja zuri. Sasa leo nataka nizungumze kitu kidogo hapo. Mwathirika wa maombi ambayo mtu ambaye ni mwathirika wa maombi yake humgusa Mungu kiasi cha kufanya Mungu atende kila kitu au atende vitu vyote hata bila asivyoviomba. Mwathirika wa maombi. Mwathirika wa maombi humgusa Mungu mpaka Mungu humpelekea alazimike kutenda kila kitu kwa yule muombaji hata bila asivyoviombea kabisa. Kwa nini? Muombaji aliyeasiliwa na maombi hubadilika akili
nia, utashi, matamanio yake hayatamani tena vitu vya dunia. Yeye hutamani mambo anayotamani Mungu. Kwa lugha ya kitheolojia tunasema huwa anaomba maombi ya Mungu. Maombi ambayo anaomba Mungu ndio huomba yeye. Hata kama ana hitaji lake, yeye hata liomba, ataomba ombi la Mungu. Dalili ya kujipima wewe ni muombaji ni pale unapoona mara nyingi moyo wako unaugua na una mzigo wa kuombea jambo lako. Bado sijaeleweka. Mara zote unapoomba unaona nikienda mbele za Mungu leo niwakumbuke watoto wangu hawana ada, nikumbuke na mimi nipate kiwanja, nikumbuke na mimi Mungu nipate usafiri, nikumbuke na mimi Bwana nihame nyumba ya kupanga, nikumbuke na mimi Mungu nimezaliwa sana na ndugu zangu, hata basi ya mikao hawanishirikishi, nikumbuke na mimi Bwana hata kamili katimbao angalau ninenepe kidogo. Maombi yako mengi ni kesi za kwako. Lakini muombaji akiwa muombaji aliyesiwa na maombi, moyo wake hububujika mahitaji ya Mungu. Haleluya. 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 Moyo wake, chemichemi za maombi yake zinabubujika na matakwa, shauku za mapenzi ya Mungu. Matamanio ya moyo wa Mungu ndio yanayotokea kwenye moyo wa muombaji. Anaomba vitu vya kimungu tu. Sisi some maandiko kidogo. Kwanza, maombi yake yanaanzishwa na chanzo cha neno la Mungu. Danieli 9:1-4. Danieli 9:1-4. Nani anaweza kunisomea kwa haraka? Maombi yake hayaanzishwi na matatizo. Moyo wake hauna chemchemi ya maombi yanayotokana na matatizo na taabu na majaribu na magonjwa na shida na mahitaji. Bali moyo wake chanzo chake anayaona mambo ya Mungu yaliyofichwa na yaliyofunuliwa ndani ya neno la Mungu. Anaposoma neno la Mungu, huko ndiko huwa anatoka na maombi yaliyo mema mazuri. Moyo wake unajazwa maombi na neno la Mungu. Haleluya. 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 Haombi vitu anavyoona kwamba hii ni dalili ya ugonjwa kabisa. Nianze maombi. Hebu soma 9:1-4. Mimi Danieli nikisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kuitimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua. Nikamwelekezea Bwana uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua, baada ya kugundua kwamba neno la Mungu lina siri iliyowekwa wazi ya kwamba baada ya miaka 70 ukiwa wangu Israeli utapaswa ukome hapo, sipaswi kuendelea. Mwombaji anapaswa kugundua neno la Mungu linachosema baada ya kifo cha Yesu msalabani nini kinatokea kwake. Haleluya. Anaomba atakapotambua kwamba maandiko yamesema nini baada ya Yesu kusulubiwa msalabani. Ataona kwamba baada ya Yesu kusulubiwa msalabani maandiko yameeleza hivi, dhambi zangu zimesamehewa. Atajiona ni mwenye haki mbele za Mungu. Ataona pia ya kwamba ile daraja lililokuwa limebomoka na kumwendea Mungu, baada ya kufa Yesu ameweka daraja la kumwendea Mungu.
nikisoma atoki na maombi. Mimi nakaaga mle ndani nikisoma, wakati mwingine nalia tu. Sasa ukija kikaa pale utajua wakati ninaoomba na ninaosoma. Kwa sababu ninakuta nalia tena. Ninapogundua masiri, kumbe Mungu hapa nimependa misaada ya watu. Kumbe hapa Mungu umenifunulia nina uzima wa wagonjwa. Mungu hapa umenifunulia nina wokovu wa wenye dhambi. Mungu hapa umenifunulia hapa ndani yangu nina watoto wa wasiozaa. Hapa umenifunulia ndani yangu. Naanza kulia, Mungu nisaidie, nisikilizwe na watu, nipeleke kile kutoka kwenye neno la Mungu. Haleluya. 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 Nasikitika kwa sababu neno la Mungu linapokuja kwako linazalisha mbegu za maombi, mambo ya kumwendea Mungu. Kwa kusoma vitabu vya Mungu. Alisoma kitabu gani Danieli? Alisoma Yeremia 25 mstari wa 11 na 12 na Yeremia 29 mstari wa 10 hadi wa 14. Ndipo yalipozaliwa maombi yake. Mwombaji mzuri huwa anabadilika, maombi yake hayaletwi na tatizo. Moyo wangu nasikia Roho Mtakatifu anatamani kubadilishia maombi, na ndani yangu natamani, nasikia Roho Mtakatifu ndani yangu anatamani akubadilishie maombi. Usikae unalia kwa ajili ya mahitaji yako. Kila ambacho Mungu ni anasema hicho kililie hicho. Huwezi kufika daraja hili mpaka umekuwa na tabia ya kuwa unaishi maisha ya maombi. Roho Mtakatifu unashirikiana naye, anabadilisha fikira, anabadilisha mtazamo. Unaanza kuiona dunia anavyoiona Mungu. Unaanza kuwaona watu wanavyowaona Mungu. Unaanza kuyaona mambo anavyoyaona Mungu. Unaanza kuhisi hisia anazohisi Mungu. Haleluya. Hebu soma Yeremia 25:11-12. Uone alisoma maneno gani huyu akaingia kwenye maombi. Usinilitaja mjafunua tu. Narudisha nyuma kweli. Ina maana ni huyu tu ndiye alikuwa amefunua toka nimetaja. Soma. Unabii huo anasema kwa ajili ya Yerusalemu. Israeli amekaa ukiwa miaka 70. Sasa anaona kumbe zamu ya kukaa ukiwa ni Babeli. Israeli ni miaka ya kustawi kwa kusoma maandiko. Huwezi kuomba maombi mazuri yanayogusa Mungu bila kuingia kwenye neno la Mungu. Nisome tena andiko lingine. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10 hadi 11. Mara zote mwombaji huomba maombi ya Mungu. Maombi ya Mungu ni maombi ambayo ni mapenzi ya Mungu, ni matakwa ya Mungu. Hata kama anatambua mahitaji yake ya lazima na hana kukua katika daraja la 4 la maombi, huwa hajali. Hebu soma hapo hadi 15. Hili neno aliloomba Sulemani likawa jema machoni pa. Hebu msikilize. Ya kuwa Sulemani ameomba neno hili, Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi. Hebu ngoja niwaulize swali. Nataka leo nikutamkie miaka ya kuishi kwako iwe mingapi? Nikutamkie mingapi? 100.
Biblia inasema pamoja. Sulemani alipewa ofa na Mungu. Alipewa nini? Nini? Akamwambia njoo kwenye maombi, omba lolote utakalo. Wewe ukipewa ofa hiyo utaenda kuomba nini? Sasa Mungu anasema alipopewa ofa akaomba, Mungu akasema umeomba neno zuri. Yaani mpaka mimi mwenyewe nimefurahi. Hebu nirudia mstari wa 10. Neno hili lilikuwa jema machoni pa Bwana. Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako. Hukujitakia maisha ya siku nyingi. Yaani kwenye nafasi niliyokupa, si ungesema Mungu nipe niishi miaka mingi, nisife, nisiugue. Wala ukusema Mungu naomba nibariki niwe tajiri. Wala hukutaka wakomeshe adui zako wapigwe. Kuna neno lingine hapa, hakujitakia utawala. Kuna maana hebu rudia nini? Hakujitakia hata utawala mkubwa kwamba atawale maeneo mengi. Sasa nenda hapo mbele utaona tutasema anasema. Basi tazama nitayatenda haya uliyoomba. Hili la kukupa hekima na kicho cha kunicha mimi. Umeniomba nikupe moyo wa kumcha Mungu na wa kutenda kwa usahihi na hukumu ya kuwaongoza watu kwa usahihi kwa haki. Sasa hayo ninakupa. Halafu nimekupa moyo wa hekima na wakili. Atakuwa na mtu kama wewe, wala baada yako haitainuka mtu kama wewe. Kwamba kabla yako hajawahi kutokea mwenye akili na hekima kama wewe Sulemani, na baada yako hatatokea tena. Hapo ndipo nilipokuwa natafuta. Ukifikia daraja la kuomba mapenzi ya Mungu, Mungu hutenda kila kitu hata usichokiomba. Si mmenielewa sasa? Nani amenielewa? Umeelewa? Sulemani anaambiwa sasa, haya nayo hukujitakia kuishi miaka mingi. Hukujitakia kuwa na afya. Hukujitakia kuwa na utajiri. Hukujitakia roho za adui zako niwapige, hukuniambia. Hukujitakia kupanua mipaka ya utawala. Sasa mimi ukifikia daraja zuri la kuomba, ukaomba maombi ya Mungu, Mungu atatenda kila kitu hata usichoomba. Haleluya. Haleluya. Mungu atafanya Nihitimishe hili kwa kusema hivi. Niende mahali pengine. Nihitimishe hili kwa kusema hivi. Mwombaji hujazwa Roho Mtakatifu na mapenzi ya Mungu kwa neno la Mungu, na Roho Mtakatifu huanza kuomba mambo ya Mungu. Yeye anachoona wenye dhambi waokolewe. Yeye anachoona kazi yako iinuliwe. Yeye anachoona lete fedha kwa ajili ya kazi yako Mungu. Yeye anachoona Bwana watoe watu wenye mateso. Yeye anachoona Baba hawa waliofungwa na madawa ya kulevya na wanaokuta bangi na kunywa pombe, makahaba wanaojiuza, Mungu wafunulie wao. Anaomba mahitaji ya Mungu. Halo. Huyu hana kitu ambacho Mungu hatamtendea. Mambo yote. Sikilizeni daraja la maombi hili. Wala kila siku kulilia tu, mimi unga Mungu, mimi dagaa Mungu, babia zimepungua. Omba mahitaji ya Mungu. Omba mahitaji ya Mungu. Ni hapo nimalize kwa jambo hili. Andika kiini cha maombi.
11. Kiini cha maombi, kinachobeba moyo wa maombi ni mahusiano ya muombaji na Mungu wake. Daraja hili la maombi hawezi akawepo mtu akalifikia kama yeye lengo la kuja nyumbani mwa Mungu alikuja kutatuliwa matatizo ya maisha, sio alikuja kuwa na mahusiano na Mungu wake. Sio kama naeleweka hapo. Daraja hili atakaa miaka 30 huyu hajawahi kufikia daraja la maombi, hata angeomba usiku na mchana. Kiini cha maombi ni mahusiano ya mtu muombaji na Mungu. Hebu naomba nisomee hapa. Kwanza tuende taratibu. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Kwanza, Mafarisayo walishangaa, walilaumu, walilaani kusikia Yesu anamwita Mungu baba yake. Haendi kama mja wake, haendi kama mtume, haendi kama nabii, haendi kama kiumbe, anaenda kama kwa baba yake. Zaidi ya yote, anawafundisha elimu mpya wanafunzi: muhame Mungu kuwa Mungu wenu, muhambie daraja la Mungu kuwa baba yenu. Mahusiano yenu ya ninyi na Mungu yabadilishwe, yasiwe ya viumbe na muumbaji, yawe ya mwana na baba. Haleluya, haleluya. Si kama mtu anaelewa. Kama unaenda kama kwa muumbaji wako, huwezi kufikia daraja hili zuri la Mungu. Badilisha Mungu awe baba yako. Mahusiano yako na Mungu yawe sio ya muumbaji na kiumbe chake, bali ya mzazi na baba, mzazi na mwanae. Ndio anachowafundisha upya wanafunzi. Jambo la pili, anasema jina lako litukuzwe. Kusudi la jina lako litukuzwe, maombi yalenge kuomba mambo ya kumwinua Mungu na kumdhihirisha na kumtukuza, sio maombi ya kutaka msaada. Daraja zuri la maombi ni la kina Elia, ambalo linasema kwamba Mungu, mimi ninachoomba, kama watu hawaamini kwamba wewe ndiye Mungu towaye mvua, wanaamini miungu ya bahari na mizimu ndiyo towaye mvua, Mungu hutaheshimika, hatutakuwa tunaheshimiana hapa duniani. Na kataa mvua isinyeshe mpaka Mungu atukuzwe, jina lako litukuzwe. Ndio maana ya jina lako litukuzwe. Anaomba Mungu utukuzwe kama ulivyo mbinguni na hapa utukuzwe. Kama unavyoheshimika mbinguni, anataka mahusiano yatakayoleta kumtukuza Mungu. Anasema ufalme wako uje. Anaomba Mungu aheshimike, aabudiwe, atukuzwe duniani, aogope. Nimalize kwa kusema hivi: maombi yanagawanyika katika mgawanyiko ufuatao. Asilimia 60 ya maombi ya muombaji mzuri ni mahusiano. Asilimia 60 ni mahusiano. Asilimia 20 ni toba na kujitakasa. Asilimia 5 ni nadhiri na kujitoa.
5% ni nadhiri na kujitoa, yale unayomwahidi Mungu na namna unavyojitoa kutenda. 5% nyingine ni kukemea. Zinakuwa ngapi hizo? 90. 10% ni mahitaji. Uzito wa mwombaji aliye vizuri, maombi yake yamegawanyika hivi: mahitaji ana 10% kuyashughulikia, kuyaomba, kuyataja. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, ni 10%. Mkate wetu wa kila siku na uhitaji unaorodhesha mahitaji yote. Lakini 60% ni mahusiano, kumtukuza Mungu, kumheshimu, kumshukuru, kutambua wema wake, kutambua mwombaji mzuri anakaa huko. Huyu ndiye ambaye lolote analolitamka na asiyoyaomba anatendewa. Naomba tusimame. Naomba usimame. Toa mikono yako. Hebu mwambie Mungu maneno haya. Bwana, namshukuru Mungu sana. Jumapili iliyopita watu wengi walijitoa kuingia kwenye daraja la 4 la maombi, na kaahidi kwa Mungu kwamba watatembea hivi. Sasa naomba iwe hivi, kama mtapatana 4, kama 5, muwe na mkesha wenu wa kuja kwenye maombi huu. Naomba tafutaneni mnaoweza kuendana, kila mtu muwe na mkesha wenu wa kukesha mnaomba, na jitahidini kukaa kwenye kuomba maombi ya Mungu. Na ukifika kwenye maombi ya kwako, omba kama Hana. Bwana asifiwe. Ukifika kwenye hitaji lako, omba Hana. Hana anasema mimi kweli ni tasa na ninasikia aibu kutukanwa, natamani nipe mtoto, lakini sio kwa ajili yangu. Unaona Hana anavyoomba? Huyu mtoto sio kwa ajili, awe kwa ajili yako. Na kwa udhibitisho kweli alipomwachisha ziwa tu akamleta hekalu. Na mimi sio wa kwangu tena, ni wa Bwana. Na ninaomba niwaone kama baba yenu. Kuna watu wamekuwa wanadiliki hata kusema, baba, tukipata hiki kitu hili limeisha. Alafu baada ya kukipata, unajua Mungu anasikiaga wapendwa. Mungu sio sana. Anaambia baba, mimi ninaleta kitu fulani huko, tukikipata hapa kanisani kazi ya injili naenda. Hamna shida mtaka. Kikipatikana akifanyii kila alichomwambia Bwana. Naomba Mungu tu akusamehe. Naomba Mungu akusamehe. Naomba Mungu akusamehe. Ni mbaya. Mungu hashawishiwi. Kwamba labda nikimwambia mchungaji hivi Mungu atanitendea itokee. Mungu hashawishiwi. Sio mtu wa kama binadamu mpaka mhoke na maneno mazuri ndio atenda. Yeye anatenda kwa ajili ya mapenzi na utukufu wake. Omba kama Hana alipoomba, baba nipe mtoto. Hata kuomba mahitaji yako unapoomba, omba kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Omba ukimwona Mungu atatukuzwaje, ili
Mimi nikijua kupiga keyboard, yaani mimi nitamwimbia Mungu, nitapiga. Baadaye anakuwa ni wa kubembeleza hata hicho kitu Mungu. Mtu mmoja alisema hivi, baba, mimi nikijenga nyumba, wageni wote wakanisema watalala kwangu. Sasa mchungaji imefika wakati amepata mgeni, wanamhubiri Mungu. Mimi nitakuwa sasa kile chumba kingine, sasa kule cha watoto, hiki cha watoto, kile kingine sasa ngoja nikiangalie kwanza. Mpaka mhubiri akao, ngoja niangalie kesho. Siku ya mpaka siku 5 mhubiri akaondoka. Akaja tena akamwambia mchungaji wake, nilimwambia mimi yule mtu, baba, mimi sasa nimejiandaa kile, unajua kitanda kile nimeweka kitanda, nimeweka na kabati ya nguo, nimeweka na meza. Sasa mgeni akija pekee, naona nikamwambia Mungu akubali. Akamwambia yule mchungaji, Mungu akubariki, tutakuwa tunaleta tunanga chakula, hata chakula nalisha mimi. Nilimwambia mimi yule mtu, baada ya kuanza kupitia mapito magumu sana, baada ya kufundisha fundisho fulani, miaka ya mbele analia, nilimwahidi Mungu. Ila sasa hivi yule mtu, namshukuru Mungu, ametoa mle chumba cha mchungaji cha maombi, ambacho mchungaji anakaa na funguo zake. Kwamba baba, ukitaka faragha chumba hiki unajifungia huko, self hotel. Ametoa mle chumba cha mgeni mhubiri, na amejenga pembeni nyumba yenye vyumba 4 vya wageni, wakija hata wanabaya wafikiri. Yaani sasa hivi unapoomba omba kama hana, lakini uwe tayari kutembea kwenye ulivyoomba. Mungu hashamshi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna watu wengine mnaweza mkashangaa, tunatembea nao kanisani, wanaanza kupigwa vitu, vinapigwa. Waliwahi kutamka, Mungu alisikia, na ile sauti yao inasikika mbele za Mungu kila siku. Uliwahi kusema, mimi nikipata kazi naleta miti 100 kanisani. Ulipopata kazi, sijui ulisahau. Wana wa Mungu, naomba niwakumbushe, omba maombi ya Mungu, lakini unapoomba mahitaji yako, zingatia matamko yako mbele za Mungu. Niliwaambia hivi nilipofundisha kanuni ya maagano. Kanuni ya maagano, Mungu alipoweka agano na wanadamu, wakati wote aliwataka wao waweke kitu, yeye hakuweka chochote. Aliwataka wao waweke kitu, yeye hakuweka. Akamwambia Ibrahimu, utachinja njiwa, utachinja na ndama na wana-mbuzi kwa ajili ya agano. Mimi nitatoa uaminifu, yaani mimi nitakuachia uaminifu, siweki chochote. Kwa nini Mungu alimwambia hivi? Mungu anamwambia hivi, kwa kuwa mimi ni Mungu asiyebadilika, nikiahidi nimeahidi, ndivyo nitakavyotenda. Wewe mwanadamu, kwa kuwa huwa unabadilika, weka kitu. Halo. Mungu hahitaji kuweka ushahidi. Yeye anaongeaje jambo ambalo hatalitimiza na hana sababu ya kutokutimiza. Kwa ukinena mbele za Mungu, umeomba ombi lolote uliahidi, hebu funika macho. Funika macho. Tafakari. Umekuwa unaomba kwenye maombi ya daraja la ngapi? Ile la kuhitaji mahitaji, sio mambo ya Mungu. Yesu anaomba wakati anakabiliwa na msalaba, anaona naenda msalabani, anaomba hivi, Baba, kama ikikupendeza kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi, si kama mapenzi yangu, bali mapenzi yako yatimizwe. Msalaba anaona
lakini anahitaji mapenzi ya Mungu kuliko lile la kwake. Una mahitaji, lakini omba maombi ya Mungu, omba shida za Mungu, omba mambo ya ufalme wa Mungu. Na kama una kitu uliwahi kutamka, mpendwa, na nenda mbele za Bwana na mbele za mbingu na nchi. Mungu hataki kupiga watu, Mungu yeye anataka kuinua na kubariki. Kama kuna mambo umetamka, ili usiendelee kupigwa, ili vitu vyako visiendelee kuharibika, kimbia madhabahuni mara moja, uje umlingane Bwana. Kimbia mlingane Mungu, ili vitu vyako visiendelee kupigwa na kuharibiwa, kwamba ulimtamkia Bwana, mimi ukinitendea hiki nitafanya hiki. Mwingine aliwahi kusema, baba, mimi nikipata kazi nitakuwa natoa sadaka ya injili kwa mwezi shilingi 50,000. Alitoa miezi miwili tu. Nikamwita nikamwambia, usio unamwambia Mungu kitu usitoweza kumtimiza. Alitoa miezi miwili. Mwanangu, sije ukapigwa. Naomba hama moyo wako kuwa unaomba matatizo yako na mahitaji yako. Hama, mwambie Mungu. Kila mtu aombe mwenyewe. Nimesema fumba macho uombe. Nimesema fumba macho, anza kuomba Mungu. Niombee Mungu, nisiwe naomba mahitaji yangu tu. Nihame niende daraja ambapo Mungu anaweza kuwatendea watu mambo yote wasiyoyaomba. Anaweza kuangalia mahitaji ya watu hata kama hawajamuomba. Anaweza kuwajazi kila wanachokihitaji hata kwao kama hawaoni kama ni hitaji lao. Naomba kila mtu asitembee, kaa kwenye maombi. Kila mtu tulia kwenye maombi. Siwepo mtu anayetembea. Mungu anataka kukutimizia kila kitu, kwa sababu anayajua mahitaji yake. Kila mtu anajua mahitaji yake. Kama alivyojua mahitaji ya Sulemani. Sulemani hakuomba kuwa na utajiri, lakini akawa tajiri. Hakuomba kupanua mipaka, Mungu akapanua mipaka yake. Na Mungu akusaidie na wewe sasa. Baba, nimelinena neno lako kwa watu wako, nami nimesema nao Bwana. Roho Mtakatifu wasaidie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, yasikie maneno ya maombi yao. 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 Rilabo boshi, rilabo borilabo, ritelebo riligarisi, rilabo yandari ya begele tasi, melabo yalala saka rilabo boshi, rekaba nele tepesile berila begere tekesi, rilabo yele baba baba sai katakesi, rilabo morile baba tekesi katele beshala baba, rilabo borilabo sita sekesheni ya madaraba. Roho Mtakatifu tikashito pomele mori na raba mori labo radari komori besinde ni mori ya raba. Roho Mtakatifu yangalie mahitaji ya maombi ya watoto wako. Wanataka kuhama kwenda daraja nzuri la waombaji, ambao Mungu wewe huwajazi kila waombao. Watu wasioomba kwa ajili yao tu, wanaomba kwa ajili ya ufalme wako, wanaomba kwa ajili ya kazi yako, wanaomba kwa ajili ya mahitaji yako, wanaomba mahitaji ya moyo wako, wanaomba mapenzi yako, hawaombi mahitaji hao. Baba, wategemeze kwa neema yako katika jina la Yesu Kristo. Baba, natamka neema hata kwa hawa waliotamka mambo walioyatamka watafanya wakashindwa, hawakuyatimiza. Baba, naomba neema yako juu yao Baba, katika jina la Yesu. Uwasamehe Baba, uwasamehe Baba, uwasamehe Baba, uwasamehe Baba, uwasamehe Baba, uwasamehe Baba. Gairi kama walivyokusudia kugeuka, kama walivyokusudia kubadilika, kama walivyokusudia kutimiza nyapo zao mbele zako, kutimia nadhiri zao katika
na ninawabariki watoto wako katika jina la Yesu